mdogo wangu na rafiki yangu mkuu wa mkoa, kwanza kabisa nitakuwa mdogo wa nidhamu nisipofikisha salamu za mbunge wa jimbo hili. Mheshimiwa Injinia Kundo anawapenda, alitamani awe hapa leo, lakini rais amempangia majukumu mengine, ila sisi tunaokaa naye bungeni na katika wizara anayoisimamia, na mimi nikiwa naibu waziri wa madini, sisi tunasema kwamba kama kuna jimbo lenye mbunge anayetosha na kufaa na asiyestahili kufikiriwa mara mbili, ninyi wana Bariadi mnaye mbunge anayeitwa Injinia Kundo. Mpeni kabisa kura zake na haki yake ya msingi. Mama Samia pia, ambaye tayari nimepata uhakika kutoka kwa mkuu wa mkoa na mwenyekiti wa sehemu wa mkoa. Mama Samia hana sababu yoyote ya kuja kuomba kura hapa, atakuja kuwashukuru kwa sababu kwa kazi zilizofanyika chini ya usimamizi wa mkuu wa mkoa katika kila sekta ikiongozwa na sekta yetu ya madini ambayo imeandaa kongamano hili kupitia FEMATA. Wana kila sababu ya kumpa mama haki yake. Kwa sababu mvua hii inaweza isinipe nafasi ya kusema yale machache ambayo ningetaka kuhitimisha nayo. Mheshimiwa Rais wa FEMATA, naomba unisikilize. Rais wa FEMATA, nadhani mna haja ya kutoa maazimio kwa sababu ya jambo hili mliloasisi, ambalo mmeamua kufanya matembezi ya kumenzi mama kwa kazi alizozifanya kwa kipindi kifupi ambacho amekuwa rais wa nchi hii, miaka 4 tu. Andaeni azimio. Baada ya matembezi haya ambayo mliniarifu kwamba mtafanya mkoa hadi mkoa, liandaliwa azimio mahususi la kufikishwa kwa mama siku ile mtakapokwenda Ikulu, ili akapokee matembezi yenu kama hitimisho la zoezi hili la kumwenzi na kumtukuza kwa kazi alizofanya. Mama Samia katika sekta yetu ya madini ameshuhudia maendeleo makubwa sana ambayo hayajawahi kuonekana tangu sekta hii ianzishwe mwaka 2017. Ukiangalia tu swala la makusanyo na mapato tunayopata katika sekta hii, tulimetoka katika kukusanya chini ya shilingi bilioni 216 kwa mwaka wizara hii ilipoanzishwa mwaka 2016-17 hadi sasa karibu tunakwenda kukusanya trilioni 1.1 tukifikia mwisho wa mwaka wa fedha huu unaoishia mwezi wa 6. Mama ndiye ametufikisha hapo. Amewekeza nguvu kubwa katika kuiwezesha sekta hii kupata vifaa mbalimbali kwa ajili ya utafiti, kwa ajili ya kuwawezesha wachimbaji wadogo, na Mama Samia anatuhakikishia kwamba katika awamu yake inayofuata, maana sisi hatuna mashaka, ndiye rais anayekuja, tutakwenda kusimamia zoezi zima la kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo wanaondoka katika udogo wao. Sasa tuanze kuwalea wachimbaji wakubwa wenye hadhi ya kushindana na wale wa nje tunaowaita wawekezaji. Mimi nilipokuwa nakuja hapa leo nikaongea kidogo na wanafemata pale ndani, nilitafsiri wachimbaji wadogo katika namna mbili. Namna ya kwanza, tuna wachimbaji wadogo wenye leseni tayari. Hawa ndio tunaotaka walelewe sasa, hizo leseni zao zitoke katika udogo kwenda katika kati, na baadaye wachimbaji wakubwa wakiongozwa na Bina mwenyewe na ndugu zangu akina Baraka na akina Victor. Lakini kuna wachimbaji wengine mnawaita manyani. Sisi wizara ya madini hatupendi sana hawa wadogo zetu waitwe manyani. Tumetafakari sana na mimi mwenyewe nimeendelea kutafakari, hata nilipokuwa nikikaa hapa jukwani nikasikia pia wakiitwa kwamba wachimbaji wasio rasmi. Leo nimewaza hata usiku hili jambo limenitokea kama ndoto. Hawa watu wasiitwe wasio rasmi kwa sababu hapa Tanzania tulisharasimisha wachimbaji wote, mwenye leseni na asiye na leseni, mchimbaji na ambaye ni broker na ambaye ni dealer. Hawa hawastahili kuitwa tena wachimbaji wasio rasmi. Tunaweza kuwaita wachimbaji wanaoibukia. Wachimbaji wanaoibukia katika lugha ya Kiingereza wanawaita artisanal small scale miners. Hawa ambao wana leseni wanawaita small scale miners. Hawa wakwetu, nimetafakari nimekosa neno sahihi la Kiswahili, nikasema niliweke ambalo linaitwa ni la kufanyia kazi, waitwe wachimbaji wanaoibukia. Hawa wanaoibukia watatoka katika kupangishwa maduara hadi na wao wapate leseni zao pale tutakapokuwa tumekamilisha zoezi letu la kuendelea kufanya utafiti wa kina na kugundua maeneo mengi zaidi yenye madini ambayo bado hayajagundulika, ili waondoke kwenye maduara ya watu wapewe leseni zao na wao wakawe wachimbaji. Hakuna habari ya manyani, hakuna habari ya wasio rasmi. Tanzania tunamtambua kila mmoja na tunawarasimisha mara tunapojua katika hadhi mojawapo kati ya hizo tatu. Tuwe na wachimbaji ambao wanaitwa wachimbaji ambao wanaibukia, twende kwa wachimbaji wadogo, twende kwa wachimbaji wa kati, twende kwa wachimbaji wakubwa.
na hawa wakubwa ndio sasa tunaangalia kina Dina, wewe ndio wa kwanza, na kila mwaka tutakuwa tukifanya maadhimisho ya Semata, tunatoa vyeti kwa wale waliotoka daraja moja kwenda lingine. Ndugu zangu, kwa sababu watu wengi wametawanyika na nilikuwa nitoe nasaha chache sana kutoka Wizara ya Madini, ninapenda tu kuwajulisha kwamba wizara hii imejipanga na imejizatiti kuhakikisha kwamba kwanza utafiti unaendelea kufanywa kwa scale ya hali ya juu kabisa kwa kutumia zana na vifaa vya kisasa. Tuko mbioni kununua helikopta itakayofungwa vifaa vya kisayansi ya kileo itakayotembea katika mikoa yetu yote ya kimadini kuangalia maeneo yenye madini na madini ya aina gani na yako mbali gani. Tuko mbioni kuendelea kuongeza vifaa na mitambo ya utafiti wa madini kwa ajili ya manufaa ya Watanzania na wale ambao tunawaita wawekezaji, maana wataendelea kuja na hatuwezi kuwatenga kwa sababu wao ndio wana mitaji ambayo bado hatujaweza kujitegemea. Wao ndio wana vifaa vya kisasa vya kisayansi, kwa hiyo tunawafikia. Kwa hiyo kwa sababu ya hali ya hewa na umeme umekatika, ile taarifa fupi ya yale masuala ambayo tumetekeleza na sisi kama labda kulingana na orodha nyingi aliyotoa Rais Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa itakuwa sama tunaandika mambo 20 ambayo tunaweza kufanya hadi sasa katika miaka hii bila ya uwekezaji wa kuanzia kurasimisha sekta ya ulimaji mdogo, kuanzisha vituo vya kuuza na kununua madini, kwenda kwenye tafiti, kutoa vifaa vya wachimbaji, mpaka kuongeza bajeti ya wizara hii ili tuweze kufanya kazi kubwa yenye tija ya kukuza uchumi wa taifa letu kupitia sekta yetu, kwa sababu hatusidiki tena na mvua inaendelea kuongezeka. Itoshe tu kusema kwamba leo sisi kama wizara tumekuja kuwapongeza Semata na kupokea salamu zao ambazo tumefikia katika kwa Rais kupitia kwa waziri wangu na ninyi mkoa huu tunawapongeza sana. Mkoa wa Janja tumeiga ujanja kutoka Arusha. Naomba salamu mkuu wenu wa mkoa. Huyu ndugu yangu mdogo wangu alilelewa Arusha kabla hajaje kuwa mkuu wa mkoa na amepitia hatua zingine akafahamu ujanja wa wana Arusha. Kumbe sasa kuna wajanja wawili Tanzania, Arusha iliyoanza na Arusha tunafikiri ambao wametokea. Wajanja wana sifa kuu tatu. Sifa ya kwanza ni wabunifu, na unaona ubunifu wa huyu viongozi wetu. Kiongozi huyu anajua kuimba, anajua kufikiri, anajua kufikia. Sasa mnamtaka nani? Jamani, nawashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia hoye! Sema Mama Samia, tutasema mitano tena. Mama Samia mitano tena. Nyakundo mitano tena. Madiwani wetu mitano tena. Asante. Chama cha Mapinduzi mitano tena. Asante.